Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe, sehemu ya 7. Na msikilizaji, karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe, simulizi yenye kisa cha kweli. Anayetupa kisa hiki ni mwanadada anayefahamika kwa jina la Neema, na msimuliaji ni mimi Faraja Simkwai. Andamana nami tangu mwanzo wa simulizi hii hadi mwisho wa simulizi hii, huenda kuna kitu ambacho utajifunza. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo baada ya mganga kufanikiwa kumrudisha Neema katika eneo lake na kuwapa masharti wazazi wa Neema kwamba anatakiwa kufika sehemu ambayo alizikwa Neema, na baada ya kupelekwa sehemu aliyozikwa Neema ndipo alipofanya utaratibu mwingine na wote wakarejea nyumbani kwa mganga. Na alipofika nyumbani kwa mganga akaendelea kufanya dawa zake kwa ajili ya kuendelea kuangalia ni namna gani ambavyo anaweza kumkomboa Neema akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini ukumbuke kwamba Neema alikuwa anaona kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale kwa yule mganga, na mtu pekee ambaye alikuwa anamuona Neema ni mganga. Wazazi wake Neema waliambiwa tu kwamba Neema yuko eneo lile, lakini walikuwa hawana uwezo wa kumuona Neema kulingana na mazingira tatanishi ambayo yalikuwa yametokea. Basi Neema anasema baada ya mganga kuambia wazazi wangu waende ndani wakapumzike, mganga aliendelea na taratibu zake. Aliendelea kufanya mambo yake. Aliendelea kumwaga dawa, kuchoma dawa na kuzungumza maneno ambayo nilikuwa sielewi. Neema anasema ukumbuke msikilizaji kwamba wakati huo sikuwa peke yangu. Nilikuwa na yule binti mdogo ambaye alifahamika kwa jina la Aisha, ambaye yeye alikuwa hawezi kuongea. Alikuwa anaongea kwa kuandika maneno chini. Basi Neema anasema baada ya mganga kufanya tiba zake, hatimaye ghafla nikajihisi kama nipo katika ulimwengu wa kawaida. Nikaanza kuhisi baridi kali. Yaani hali yangu ikarudi kama siku ile ya kwanza ambayo nilipelekwa hospitali, ile siku ambayo waliniambia nimefariki. Basi hali ile ambayo nilipata siku ile ndio hali ambayo nilipata kwa wakati huu. Nilihisi baridi kali, nilihisi kutetemeka. Ndipo nikaanza kuomba msaada kwa kumuita mama kwamba nahisi baridi, waje wanisaidie. Basi Neema anaendelea kueleza. Neema anasema mama yangu alisikia ile sauti yangu ambayo nilikuwa naomba msaada. Ilikuwa ni sauti ambayo mamangu alikuwa ameimisi kwa muda mrefu sana. Mamangu alisimama kwa mshangao mle ndani. Akawa anajisemea mwenyewe, haiwezekani. Nimesikia ni sauti ya Neema au ya mtu mwingine. Mbona kama ni Neema ambaye anaomba msaada? Basi Neema anasema kwa haraka mama alifungua mlango. Baba naye akatoka nyuma yake. Na wakati huo haikuwa kusikia sauti tu, bali walikuwa wananiona kabisa. Mamangu aliponiona alipiga kelele kwa furaha na maumivu. Mamangu akasema, "Mwanangu, Neema wangu." Mama alinikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu zote. Nilihisi mikono yake ikinizunguka. Baba naye alikuja kunikumbatia, akashika kichwa changu huko machozi yakimtoka. Yaani ilikuwa kama kila mmoja wao alikuwa anaogopa kuniachia. Walikuwa wakilia kwa nguvu. Mimi pia nililia. Neema anasema tulisimama pale nje kwa muda mrefu sana huku tukilia na kushukuru. Watu waliokuwa ndani ya nyumba yule mzee waliamka. Wasaidizi wake walitoka nje kuangalia kilichokuwa kinaendelea. Hata yule mzee mwenyewe yeye alikaa pembeni. Alikuwa akishuhudia kila kitu ambacho wazazi wangu walikuwa wanakifanya. Basi baada ya muda yule mzee akasema jamani, inatosha. Tulieni sasa. Mtoto wenu alikuwepo tangu siku ile ambayo tulienda kumchukua, lakini nyinyi mlikuwa mumuoni. Tulieni, mambo mengine yaendelee. Neema anasema kwa furaha ambayo mamangu alikuwa nayo, alitaka kunipeleka ndani kwa haraka. Aliogopa atanichukua tena. Aliogopa watanipoteza tena. Lakini yule mzee akamzuia, akamwambia mama, akasema, "Mama, Neema bado haruhusiwi kuingia ndani. Kuna mambo machache ambayo bado hatujakamilisha. Ni lazima tukamilishe kwanza, ndipo ataingia ndani. Tunapaswa kumlinda kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kujaribu kumfuata tena, kumtafuta tena. Na tutatengeneza kinga ili mtu mwenye nia mbaya na yeye asimuone wala kumfikia." Neema anasema mama na baba wakasema sawa mzee, fanya kila kitu kinachohitajika ili mradi tu mtoto wetu awe salama. Neema anasema yule mzee akaanza maandalizi yake haraka. Na baada ya muda alinifunga kitu kidogo cha ulinzi kwenye mkono wangu wa kulia karibu na bega. Yule mzee akanitazama kwa makini kisha akasema, "Umesikia binti?
usikitoe hiki kidude kwa siku 7, na baada ya hizo siku 7 kitajiondoa chenyewe. Usioge mpaka siku 7 zipite, na siku ya 8 ndio utaanza kuoga. Pia kwa siku 7 wakati hicho kidude bado kipo katika mikono yako, usiongee na mtu yoyote yule isipokuwa familia yako tu. Na pindi mtakaporudi nyumbani, hakikisheni amrudi nyumbani iwe jioni au mchana. Mnafika nyumbani kwenu usiku, mnaingia ndani usiku pasipo mtu yoyote kuwaona. Neema anasema mama yangu alichukua karatasi na kalamu, akaanza kuandika kila sharti aliloambiwa na yule mzee ili asisahau hata jambo moja. Na baada ya hapo nilisaidiwa kujitayarisha. Mama alinisaidia kusafisha nywele zangu, baba akaninunulia nguo mpya. Nilisaidiwa kupata vitu mbalimbali vya kunirudisha katika hali yangu ya kawaida. Lakini wakati huo wote nilikuwa nikimtazama Aisha. Aisha alikuwa pembeni huku akilia kimya kimya. Nilihisi maumivu yake. Nilimgeukia yule mzee kisha nikamuuliza. Nikasema, vipi mzee, vipi na huyu mwenzangu? Nimetoka naye mbali. Huwezi kumsaidia naye akarudi nyumbani kwao? Yule mzee alimtazama Aisha kwa huruma kisha akasema, Neema, naweza kumsaidia, lakini lazima kwanza nijue familia yake na niwasiliane nao kwanza. Pia kuna taratibu zake ambazo zinahitaji kufuatwa. Huyu mtoto hakufika hapa kwa bahati mbaya. Kuna ulinzi wa kwao ambao umekuwa ukimsindikiza. Ndio maana alipokuona wewe alifahamu fika kwamba ulikuwa na njia ya msaada kwake, na ndio maana alikufuata. Neema anasema, nikamuuliza tena yule mzee, nikasema, je, utawapataje wazazi wake? Lakini maana mtu mwenye hajui kuongea ameshakatwa ulimi. Yule mzee akasema, Neema, hata usijali, yeye mwenyewe Aisha ataniongoza njia, na tutafanya hivyo baada ya wewe kumaliza siku 7 ambazo nimekupa. Neema anasema, nilimtazama mama na baba, wao walikubali bila hata kusita. Yule mzee akaongeza kwa kusema, Neema, kwa sasa Aisha atabaki hapa. Msiondoke naye kwa sababu wale waliokuwa wanakufuatilia wanaweza kumtafuta yeye badala yako. Neema anasema, tulikubaliana. Siku hiyo mama hakuniacha hata dakika moja. Mama wangu alikuwa ananiangalia kila mara kana kwamba alikuwa anahisi ninaweza kupotea tena. Baadaye mama akaniuliza, akasema, Neema, hivi wewe mwenzako anaweza kuongea? Neema anasema, nikatikisa kichwa nikajibu, hapana mama. Yeye alipoteza uwezo wa kuongea, alikatwa ulimi. Nikamsogelea Aisha kisha nikamwambia, nikasema, Aisha, mama na baba wanakusalimia. Wanasema pole kwa kila kitu ulichopitia. Aisha aliandika chini maneno haya. Maneno yake alisomeka hivi. Akasema, sawa, asanteni. Nikifanikiwa kurudi katika hali yangu ya kawaida, nitawatembelea siku moja. Mamangu alianza kulia. Akamwambia Aisha, akasema, karibu sana mwanangu. Mungu akufungulie njia ya kurudi katika familia yako. Aisha akaandika tena. Akasema, asante mama. Neema anasema machozi yalimtoka kila mmoja wetu. Baba akasema kwa huzuni, akasema, watu waliotufanyia haya lazima ukweli wao ujulikane. Basi siku hiyo ilipita. Asubuhi iliyofuata yule mzee alianza hatua nyingine. Alienda kununua chombo kikubwa kipya cha udongo, akakijaza maji na kukiweka katikati ya uwanja. Kisha akamwita babangu. Akamwambia baba, akasema, baba Neema, chukua hii dawa. Nenda kwenye kile chombo. Tumia vidole viwili kuchota maji kiasi kidogo, mwaga mstari mmoja. Kisha chota tena na uvushe mstari wa pili kama alama ya kuvuka. Na wakati unafanya hivyo, omba ukweli ujionyeshe. Mwambie Mungu kwamba akuonyeshe aliyesababisha mateso ya mtoto wako, alipo na kitu anachokifanya kwa wakati huu. Neema anasema baba alichukua ile dawa kutoka kwa yule mzee, akaenda moja kwa moja mpaka kwenye kile chombo, akafanya kila kitu kama alivyoelekezwa na yule mzee. Baada ya kumaliza, yule mzee akamwambia, akasema, baba Neema, sasa rudi ukae na usubiri kidogo. Baada ya muda nitakwambia urudi ukakione utakachokiona. Basi baba akarudi kukaa. Neema anasema mimi nilikuwa nikitazama kila kitu kwa makini. Yule mzee akaendelea kuandaa vitu vyake. Basi Neema anaendelea kutueleza. Neema anasema baada ya kufanya kama vile yule mzee alivyomwambia baba alikuja kukaa pamoja nasi, huku yule mtaalamu akiendelea kuandaa dawa zake. Kila mtu alikuwa kimya, akingojea kuona kitakachotokea. Mimi nilikuwa nimekaa karibu na mamangu. Ghafla upepo ulianza kuvuma kwa mbali. Mwanzoni ulikuwa ni upepo wa kawaida tu, lakini kadri muda ulivyokwenda ndivyo upepo ulivyozidi kuwa mkali. Matawi ya miti yalianza kuyumba. Vumbi likaanza kuruka huku na kule. Yule mtaalamu alibadilika sura ghafla.
Kisha akasema kwa sauti ya haraka, "Haya baba Neema, haraka, nendeni wote mkakae juu ya kile kichuguu, msibaki hapa chini." Neema anasema sikujua kilichotokea, lakini niliona hofu kwenye uso wa yule mzee. Kila mmoja alikimbia kuelekea pale yule mzee alipotuelekeza. Kwa pamoja tukapanda juu ya kichuguu pamoja na watu wengine. Basi baada ya muda mfupi, yule mtaalamu alikuja akiwa amebeba chombo cha dawa na unga wa rangi nyeupe uliokuwa kama unga wa mahindi. Yule mzee aliuzungusha ule unga eneo tulilokaa. Mara ghafla moshi mzito mweupe ulianza kutanda kila upande. Upepo ulizidi kuvuma kwa nguvu kiasi kwamba ilionekana kama dunia yote ilikuwa inatikisika. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba sisi tulikuwa ndani ya eneo lile tulikuwa tumesimama. Ilikuwa kama kuna ukuta usionekana umetuzunguka. Nilitazama pembeni na kuona nje ya ule mduara kukiwa na vurugu kubwa ya upepo, lakini ndani tulikuwa kimya. Yule mtaalamu aliendelea kufanya mambo yake huku akitamka maneno ambayo sikuelewa. Baada ya muda, ghafla upepo ulikata, ukimya mkubwa ukatawala. Yule mtaalamu akavuta pumzi na akasema haiwezekani kutufikia sisi kiurahisi. Kama wangekuja kwa amani, mambo yangekuwa tofauti. Basi hatimaye tuliondoka pale na kurudi sehemu tuliokuwa tumekaa. Muda mfupi baadaye yule mtaalamu alimgeukia babangu na akasema, baba Neema, nenda ukatazame kile chungu nilichokiweka pale." Basi Neema anasema baba alienda haraka, lakini alipotazama ndani ya kile chungu, uso wake ulibadilika. Baba yangu alisimama kama mtu aliyepigwa na mshangao mkubwa. Mikono yake ilianza kutetemeka. Kisha baba akakaa chini na kushika kichwa chake. Mamangu alimkimbilia babangu, akasema, "Mume wangu, umeona nini humo? Mbona hivyo? Kuna kitu cha ajabu kimetokea." Neema anasema baba hakujibu kwa muda. Machozi yakaanza kumtoka. Hatimaye baba akasema, "Hapana. Siwezi kuamini kama huyu ndiye. Siwezi." Neema anasema sisi wote tulisogea karibu kuangalia. Nilipoangalia ndani ya kile chungu, nilimwona mtu ambaye niliwahi kumuona. Mtu yule ambaye alikuwa na uwezo wa kuonekana sehemu mbili tofauti kwa wakati mmoja. Pia niliona wale wanawake ambao walikuwa wamejitokeza siku ya msiba wangu. Nilishtuka sana. Mama akamuuliza baba, akasema, "Mume wangu, unawajua hawa watu?" Baba alianza kulia. Akasema, "Ndiyo, nawajua." "Hivi, ndugu yangu, nimekukosea nini mpaka unanifanyia hivi? Nimekukosea nini ndugu yangu? Kwa nini umenifanyia yote haya?" Neema anasema nilishangaa sana kusikia hivyo. Yule mtaalamu akamuuliza, akasema, "Huyu mtu alikuwa na uhusiano gani na wewe?" Baba akafuta machozi na akasema, "Mzee, miaka iliyopita huyu mtu aliwahi kuniomba nimruhusu amuoe mtoto wangu Neema. Nilimkatalia kwa sababu niliona hawakuwa wanaendana. Pia mtoto wangu hakuwahi kumpenda, na binti yangu ni bado mdogo kama unavyomuona, na huyu tuko lika moja. Ni rafiki yangu ambaye tunafanya kazi ofisi moja. Ni rafiki yangu wa kufa na kuzikana. Ni rafiki yangu wa kidole na pete. Yaani tangu kipindi kile nilipomkatalia kumwambia kwamba hawezi kumuoa binti yangu, tangu siku hiyo mambo yalibadilika." Neema anasema yule mtaalamu akatikisa kichwa, akasema, basi ndio maana amefanya hivi. Amebeba chuki ya muda mrefu sana. Alitaka kukuumiza." Kisha yule mtaalamu akamuuliza baba, akasema, "Unajua huyu mtu yupo wapi kwa sasa?" Baba akajibu, akasema, "Ndio najua, yupo kazini kwake." Yule mtaalamu akanyamaza kidogo kisha akasema, "Baba Neema, naweza kumfanya apate maumivu makali ili ajue alichokifanya na ajutie kwa kile alichokifanya, lakini si lazima kumuondoa duniani. Kuna njia nyingine ya kumfanya akili na ajutie." Babangu akasema kwa hasira huko machozi yakimtoka, akasema, "Sitaki afe kwa haraka. Nataka ajue maumivu. Nataka ajue maumivu aliyotusababishia. Nataka atambue dhambi aliyoifanya. Nataka kumfanyia kitu ambacho atajutia maisha yake yote mtaalamu." Basi yule mtaalamu akaingia ndani na kurudi akiwa amebeba kamba iliyokuwa imefungwa kwa namna ya ajabu hivi. Yule mtaalamu alikaa chini na kuanza kuitengeneza. Kwa macho yetu tulishuhudia kamba ile ikianza kubadilika taratibu. Kamba ile ikaanza kufanana na umbo la nyoka. Kila mmoja wetu alikuwa anatazama bila kuamini. Yule mtaalamu akaielekeza ile kamba ndani ya kile chungu. Mara ghafla, mahali pale alipokuwa yule mtu kazini kwake, alianza kuona kitu cha kutisha. Yule mtu ambaye alikuwa ni rafiki yake baba aliyenifanyia kitu hiki, aliona kama kuna nyoka mkubwa mbele yake wakati akiwa amekaa ofisini.
Nyoka huyo alisogea taratibu kana kwamba alikuwa tayari kumshambulia. Yule mwanaume alishtuka sana, alipiga kelele, "Nyoka, nyoka!" Akaanza kukimbia, lakini kwa hofu kubwa aliteleza kwenye ngazi, akaanguka kutoka juu mpaka chini. Watu waliokuwa karibu walimkimbilia kumsaidia. Yule rafiki yake baba alikuwa akilia kwa maumivu makubwa. Mguu wake ulikuwa umeumia vibaya sana kiasi kwamba ulikuwa umegeukia upande usio wa kawaida. Yaani hicho kisigino kilikuwa mbele na vidole vya miguu viligeukia kwenye kisigino. Yule mtu akaendelea kusema, akisema, "Jamani, nimeona nyoka. Nimemwona nyoka ndani ya ofisi. Ni nyoka mkubwa sana." Basi watu walipoingia ndani ya ofisi kutafuta yule nyoka, hawakukuta kitu chochote. Hakukuwa na nyoka wala kitu chochote kilichoonekana. Walirudi kwa yule rafiki yake baba huku anashangaa, kwa sababu alikuwa bado analia kwa maumivu makali. Walimchukua na kumpeleka hospitali. Basi na baada ya madaktari kumpima, wakasema kwamba mguu wake umeumia vibaya sana. Kuna uwezekano mkubwa atahitaji matibabu makubwa ili kurekebisha. Neema anasema wakati yote hao yanaendelea kule ofisini kwa baba, sisi bado tulikuwa tunatazama kila kitu kilichokuwa kinaendelea kupitia kile chungu cha ule mtaalamu. Na hapo ndipo tulipoanza kuelewa kwamba safari ya kutafuta ukweli ilikuwa bado haijaisha. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 7 wa simulizi na kwenda kwa jina la Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe. Bado Neema ana mengi ya kutujuza. Tayari wameshafahamu kwamba mtu aliyefanya tukio hili la kusababisha kifo cha Neema ni rafiki wa karibu wa babake. Na alifanya tukio hili ni kwa sababu aliwahi kumuomba babake Neema kwamba anataka kumuoa Neema. Lakini babake alikataa. Ni kwa sababu babake Neema pamoja na huyo rafiki yake babake Neema ni wako lika moja. Kwa hiyo babake Neema hakutaka binti yake aolewe na mtu ambaye amefanana rika na babake. Ndipo kisasi kilipojengwa kwa yule rafiki yake babake Neema kwamba kwa nini babake Neema amemkatalia babake Neema kumuoa binti yake. Na ili kumkomesha ndipo alipoamua kutengeneza hii hali ya kuonekana kama Neema amefariki. Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe. Anayetupa kisa hiki ni mwanadada anayefahamika kwa jina la Neema na msimuliaji ni mimi Faraja Simkwai. Nilihudhuria siku ya mazishi yangu mwenyewe.